kocha wa klabu ya Simba Fadlu Davis amethibitisha kwamba atawakosa nyota wake wawili, Musa Pimpin Kamara golikipa nambari 1 ya klabu ya Simba, lakini pia na beki kisiki Shefondo Malone. Pengine kuelekea katika mchezo wa hapo kesho dhidi ya Simba, kuna namna inaweza kumharibia mwalimu hesabu kutokana na wachezaji wote kuwa na nyakati nzuri kwa kuanza kwenye kikosi cha kwanza chekundu wa Msimbazi Simba Male? Haiwezi kuathiri moja kwa moja mipango ya mwalimu kwa sababu Simba ina kikosi kipana. Ina zaidi ya wachezaji 30 kama sio 32. Kwa hiyo kuna umuhimu wa mchezaji yeye kama yeye. Lakini kwa picha halisi ya kwamba Shefondo Malone atakosekana, lakini pia Spiderman Kamara atakosekana. Sawa, kwa maana ya namba 1 ile inawezekana kukawa na hitaji kama hilo. Lakini injury ni sehemu ya mchezo wa mpira wa miguu. Kwa hiyo hilo linaweza lisiwe na athari ya moja kwa moja. Kumbuka mchezo wa derby ni mchezo ambao wachezaji wanacheza kwa spirit. Wachezaji wanacheza kwa kujituma. Wachezaji wanataka kuonekana. Kwa hiyo yote huwa anayepata nafasi anaitendea haki. Kwa hiyo mchezo utakuwa ni mzuri wa kuvutia. Lakini Simba kuna kipa mzuri sasa hivi. Kuna Ali Salim. Kipa mzuri, kipa ambayo amesha prove katika nyakati tofauti kama hizo. Lakini pia kuna mabeki kwenye eneo ambalo pengine huko nyuma inawezekana tunaiwaza. Kuna mtu kama Shamo, beki mzuri, lakini pale mbele pia kuna Kagoma, Yusuf Kagoma. Kwa siku za karibuni amekuwa akionekana yuko vizuri sana, hasa eneo la midfield. Na siku utampenda vizuri sana akikabia juu. Siku akikabia juu unaweza kusema yes, hapa tuna jembe la kazi. Kwa hiyo kwa picha halisi ilivyo, athari itakuwepo, lakini sio kwa kiwango hicho. Lakini kwa mujibu kwenye derby, mtu yoyote kwenye derby anaweza kaperform vizuri. Kwa mujibu wa maelezo yako, umesema kwamba mchezo wa derby ni mchezo ambao mchezaji yeyote anayepewa nafasi anafanya vizuri. Maana yake umeiondoa dhana au dhima kamili ya kusema kwamba mwalimu ana kikosi chake cha kwanza. Maana yake hicho kikosi chake cha kwanza kinathibitikaje kama sio kwa kuwa na wale wachezaji wote ambao wanacheza mara kwa mara? Kuna kikosi cha kwanza. Kwanza kumbuka kwenye timu kubwa hasa kama Simba kuna ushindani. Kuna wachezaji ambao ni wazuri lakini wanajilaumu kwamba kwa nini mwalimu hata siku moja asinipe nafasi? Lakini kwa sababu mwalimu anaona kwenye vigezo vyake, anampendelea sana mtu kama Shemalon kwa vigezo vyake. Sio kwamba kuna wale wengine hawako vizuri sana, au hawawezi. Vigezo vyake anaona kwamba Shemalon na imani naye. Lakini kwenye vigezo vyake anaona Spiderman Kamara, nikimweka na imani. Sio, naelewa kwa mfano, nataka nikupe mfano mzuri sana. Kuna mtu kama Mkwara hana namba. Steven Dese Mkwara. Juzi nafikiri kwenye mchezo wa juzi dhidi ya Coastal Union kapiga hat-trick. Mchezo kaingiza magoli mawili. Kwa hiyo tafsiri yake ni nini? Yaani ni kwamba tu mwalimu hamwamini. Kuna mtu mmoja, nataka nikupe mfano mzuri. Kuna mtu mmoja anaitwa Zamiru Yasin Salema. Ni midfield moja nzuri sana, lakini kocha aliyepo hamwamini. Tunaelewa mpaka hapo Kuna mtu mmoja alikuwa anaitwa Kibu Dennis Prosper. Alikuja kocha mmoja anaitwa Robertinho akasema huyu jamaa ni dhahabu. Huyu jamaa ni mtu mzuri. Akamwamini, akampa nafasi. Leo hii tunazungumzia Kibu. Kiwango chake huwezi kufananisha na mchezaji mwingine. Ni mtu mzuri, anapambana kuhakikisha kwamba kila kitu kinakwenda vizuri. Kwa hiyo suala la umuhimu wa mtu liko pale, sawa.
lakini kikosi kipana haiwezi kumhangaisha mwalimu. Labda ile ya kukosa muda wa kucheza muda mrefu tumeshuhudia mara kadhaa, mara ya mwisho match fitness inaweza kawa ni issue moja hapo, lakini ninachotaka nikuambie na watu wengine, swala la dabi ni jambo lingine. Siku za karibuni umeshuhudia mtu kama, kwa mfano upande wa Yanga, mtu kama Mkude huwa hapewi namba, lakini kuna dabi zingine anaingizwa anavyocheza, yani huwezi kuamini kama amekaa muda mrefu acheze, yule ambaye tunamjua ndio sawa. Kwa hiyo dabi ina picha nyingine tofauti kabisa. Ndio maana hata wachambuzi wengi wanapojaribu kuangalia kwamba dabi hasa inasubiri dakika 90. Hakuna mtaalamu wa kusema kwamba kwenye dabi hii labda unaweza kutoa mtazamo ambao pengine labda timu moja hapo inaweza kumzidi mwingine. Katika mchezo huo kwenye kikosi cha Simba, nafikiri ni mchezaji pekee mmoja ambaye hajawahi kucheza dabi ya Simba dhidi ya Yanga, Eli Mpanzu. Unafikiri kuna lolote la tofauti ambalo linaweza likatokea dhidi yake kuelekea mchezo huo, kwa sababu tumemwona katika michezo kadhaa akiwa na Simba? Faida inakuwa kwa Eli Mpanzu, yeye ambaye hajazoeleka. Wachezaji wengi sana wanaokutana kwenye dabi wanajuana na wanajua kwamba dabi huwa wanakuaje, yani siku ya dabi wanakuwa wanacheza tofauti sana, maana kwamba yani wanajituma kwa kiwango fulani. Lakini wachezaji wengi hasa wa timu pinzani, maana yake hawamjui vizuri Eli Mpanzu atakuja kivipi. Sasa hiyo itakuwa ni faida. Lakini wanamtazama kwenye michezo iliyopita dhidi ya wapinzani tofauti. Nimekwambia huu mchezo ni mchezo ambao una sifa tofauti kabisa. Kwanza unaingia uwanjani, uwanja umejaa. Yaani hata ukidondosha kitu uwanjani, mlio wake unaweza ukawa unasikika ukiwa kwenye uwanja wa Benjamin Mkapa. Kwa hiyo faida itakuwa kwa Eli Mpanzu. Yaani yeye sio kwamba yani atakuwa anaogopa, hapana. Hata wachezaji wenyewe watakuwa wanashindwa kujua kwamba akiwa katika staili, akiwa katika mchezo wa dabi anakuaje. Nataka nikupe mfano mmoja. Mtu kama Kibu Dennis kwenye dabi anakuwa mchezaji mwingine. Najua unakumbuka dabi iliyopita. Mtu kama Kapombe, Shomari Kapombe, anacheza kwa jasho, anacheza kwa kiwango alichonacho. Hali kadhalika Shabalala anapambana kwamba hii ndio dabi, na Watanzania wote wanatuangalia. Yaani kila mmoja anacheza kwa kiwango, yani ile power aliyo nayo anaitumia kwa kiwango chote. Kwa hiyo tukija kwa Eli Mpanzu, tafsiri yake yeye atakuwa na faida, kwa maana kwamba watu hawamjui huwa anakuaje kwenye dabi. Kwa hiyo kuna asilimia kubwa huenda kaisaidia timu yake kwa kile ambacho amekifanya, mchango ambao ameonyesha katika mechi kadhaa akiwa na wekundu wa Msimbazi Simba, na mara kadhaa tumekuwa tukisema, na pia na wewe umezungumza muda so mrefu kwamba dabi haina mwenyewe, lakini pia mchezaji ambaye humtegemei ndiye anayekuja kukupa kitu cha tofauti. Vipi kwa Eli Mpanzu? Tutegemee kuona akiendeleza kufanya kile ambacho amekifanya katika mechi kadhaa zilizopita huko nyuma? Ni mchezaji mzuri, ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kudribble umbali mrefu, ni mchezaji ambaye ana uwezo wa kutunza mali. Ni mchezaji ambaye ukisema ile mantiki ya professional players unaipata ndani ya Eli Mpanzu. Kwa hiyo kwa picha halisi ambayo nimekuambia hapo, tafsiri yake ni kwamba ni mchezaji ambaye atakwenda kuofa Simba kwenye mchezo wa dabi, ni mchezaji atakwenda kuisaidia Simba. Huenda kwa uwezo wake huo akawa ni miongoni mwa target ambayo kocha wa Yanga pengine akawa ameorodhesha kwamba watu wa kuchungwa, huenda akawa ni Eli Mpanzu.